Matumaini yangu makubwa ni kwamba upo mzima wa afya popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, na upo tayari kabisa kuambatana nasi katika habari zetu za leo, ikiwa ni tariki 2 Juni mwaka 2026. Karibu katika habari zetu msikilizaji, nikikuomba ikiwa ndo kwanza unakuja kujiunga nasi, usikose kusubscribe, kushare, kucomment na kulike ili uendelee kutupa nguvu na kutupongeza kwa kile ambacho tunachokifanya kila leo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu News 24. Tunakuletea matukio mbalimbali ikiwemo yale ya kisiasa pamoja na vurugu za kivita zinazojiri kote nchini DRC, hususan mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na ukiwa utatumia mwingine habari hizi, utakuwa umefanya hatua yenye ustaarabu ndani yake. Habari zetu za leo tutaanzia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako vita vinaendelea kushamiri, huku maneno yakiwa mengi kutoka kona mbalimbali za dunia kuhusu kutoka kwa M23 kwenye baadhi ya maeneo walioyadhibiti mashariki mwa nchi ya DRC, hususan kwenye tarafa za Uvira pamoja na eneo mbalimbali za huko Fizi, huku vita vikiendelea kushamiri maeneo ya Minembwe, Walungu na maeneo mengine mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini na jimboni Kivu ya Kaskazini. Miongoni mwa yale tuliyokusanya kwenye siku ya leo msikilizaji, ni pamoja na onyo kali, onyo kubwa ambalo wanadiaspora ambao wanaishi huko maeneo ya Amerika wanaendelea kuonya kuhusu vita kuendelea tena au kwa msimu mwingine, huku ikija na kasi kubwa kabisa kutokana na kujipanga upya kwa adui ambaye anapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, kwa sababu mkoa wa Kivu ya Kusini ni baadhi ya mikoa ya mashariki mwa DRC ambayo inalengwa sana na waasi wa AFC M23 pamoja na wasaidizi wake mkiwemo nchi ya Rwanda. Wanadiaspora wengi wakiwa ndani ya nchi ya Marekani wanaonya kuhusu kujipanga upya kwa adui ambaye anataka kuzua vurugu kwa mara nyingine tena baada ya kuweza kujitangaza kuwa amejiondoa baadhi ya maeneo ya mkoa huo. Wanadiaspora ambao wanapatikana maeneo mbalimbali ya Amerika pamoja na Ulaya wanasema kuwa kufuatana na wanavyojipanga waasi wa AFC M23 kupitia wadhamini wake, hayatakuwa mambo ya kushangaza ikiwa M23 ambayo ilijitangaza kujiondoa kwenye baadhi ya maeneo ikashuhudiwa tena kurudia kwenye maeneo yake na wala kuteka maeneo zaidi kuliko walioteka hapo awali. Wanadiaspora hao wamehakikisha kuona wenzao wanadiaspora ambao wanasaidiana na M23 wanaendelea kujikusanya, kutoa michango mbalimbali ya kifedha pamoja na zana mbalimbali za kivita kwa ajili ya kuendeleza mashambulizi na vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kwenye matarafa ya Uvira, Fizi na Mwenga, eneo ambazo zimekuwa ni gumzo kabisa kwa M23 toka pale walipoanza misheni yao ya kuweza kuyateka maeneo mbalimbali kwenye tarafa tajwa hapo juu. Takriban milioni 11.7 dola zimeweza kukusanywa na wadhamini wa M23 kwa ajili ya kuendelesha mashambulizi pamoja na kuendelesha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji wa Kwetu News 24, kama unavyojua hakunaga siri ya watu wawili. Siri ikiwa ni ya watu wawili, sherti itatoka nje. Walipokuwa wanakusanya pesa pamoja na vitu mbalimbali, wana diaspora wa Kongomani ambao wanapatikana maeneo ya huko Amerika waliweza kusikia na kuona siri hiyo na kuweza kutoa onyo moja kwa moja kwa wazalendo pamoja na majeshi ya kitaifa kuwa makini sana pale ambapo mizigo hiyo iliyokusanywa itakapofika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa ajili ya kutoa rushwa kwa baadhi ya viongozi wa wazalendo pamoja na viongozi wengine wa kiserikali, ili kuwaingiza moja kwa moja kwenye maeneo ambayo yanaonekana kuwa na nguvu zaidi ambayo hawakuweza kuyaingia na yaliyosababisha wasiweze kufikia malengo yao. Inasemekana kwamba watu ambao wanaendelea kufanya mambo kama na hayo ya kufanya michango pamoja na vitu vingine kwa ajili ya kunufaisha wale ambao wanataka maslahi yao mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanaingia kwa mavazi ya mashirika za kiutu kama UNICEF, PAM pamoja na mashirika mengine za kiutu kwa ajili ya kuingiza vitu vyao
ndani ya eneo tajwa. Wanadiaspora hao wameomba mashirika ya kiraia, vyombo vya usalama pamoja na vyombo vya ujasusi kufanya vizuri kazi yake ili kuweza kubaini wanaoendelea kufanya mambo kama na hayo, ikiwa watafika kwenye eneo za jimbo la Kivu ya Kusini na kuweza kuwashika kwa ajili ya kuweza kuliokoa eneo la mashariki mwa DRC. Wakati hayo yakiendelea, msikilizaji wa Kwetu News 24, bado maswali ni mengi kwa raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuhusu mwendelezo wa vita na mtafaruko unaoendelea. Licha ya kujiondoa kwa wanajeshi wa M23 kwenye baadhi ya maeneo jimboni Kivu ya Kusini, hususan kusini mwake, bado maswali yanaendelea, huku wakijiuliza kwa nini M23 wanapatikana eneo la Minembwe wanaendelea kuvizia ngome za FARDC pamoja na wazalendo ambao wanalinda raia maeneo ya Kalingi, Mikenge na Pwezero, licha ya wengine kujiondoa maeneo ya Uvira na kuhakikisha kabisa kufunga mirago yao. Bado hapa kuna mambo fulani ambayo yanaendelea kati ya wanasiasa mbalimbali ambao wapo upande wa M23 pamoja na makundi yote yanayosapoti M23 mkiwemo jeshi la Rwanda. Licha ya kujiondoa kwao, Rwanda inaendelea na mashambulizi kwenye eneo ya Minembwe licha ya siku 4 mfululizo bila kushuhudiwa kwa drone za kijeshi kushambulia maeneo ya Kalingi pamoja na maeneo ya huko Mikenge. Msikilizaji wa Kwetu News 24, tuzungumzie hali ya kibinadamu inayoendelea kushuhudiwa ndani ya tarafa la Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kiraia tarafani Fizi yanaendelea kutoa malalamiko yao dhidi ya unyanyasaji unaotendeka dhidi ya wakimbizi wanaorejea makwao kutoka kwenye nchi ya Burundi, hususan wale ambao walikimbia machafuko ya kivita tangu mwezi Disemba mwaka uliopita kutokana na vita vya M23 na serikali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakimbizi hao ambao wanarejea makwao wanapofika maeneo ya Makobola ndani ya tarafa la Fizi, inasemekana kuwa kuna unyanyasaji fulani ambao unaendelea kufanyika kufuatia ukaguzi ambao unaendelea kufanyika ili kukagua wakongomani halisi na wakongomani wasiokuwa halisi. Sami Amimu Kortikol ni coordinator wa shirika la kiraia ndani ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, alieleza jinsi hali ilivyo kwa sasa na jinsi mchakato mzima wa ukaguzi unavyofanyika. Tumeprofite hii occasion kudenoncer maabi na maviolence ambazo waretourne ambao walikuwa wakimbizi mukambi ya Busuma wanaendelea kusibiri kuma beach na kuma bariere mbalimbali kwenye barabara ya taifa namba 5, entre autres pale ku bariere ya Kivovo Uvira, pale Kigongo wakati unataka panda kwenye Mutumbu uzunguruke Luanga, vile vile pale Makobola wakati unaposhuka kwenye Mitumbu, kwenye bariere ya pale Makobola kutoka mteritori ya Uvira kuingia mteritori ya Fizi, vile vile kwenye bichi mbalimbali hususan Mboko, Lusenda na kadhalika. Nawaza kukimbia kwanza haiko infraction. Mtu wakati analazimishwa kukimbia nchi yake, kukimbia nyumba yake, kukimbia eneo yake na kwenda nchi jirani kwa ajili ya kutafuta amani, haiko infraction, ni kusove maisha yake. Lakini inachoendelea kushuhudiwa na kufanyika inaonekana kama vile ni infraction mtu kukimbia. Kila mkongomani alikuwa na haki ya kupata carte d'électeur, kupata carte d'électeur ya mzuri, no carte d'électeur ya kuharibika. Lakini carte d'électeur zinyeshe tulipewa ni zenye ziko zinafutikana na hakuna ambaye alipenda karte yake ivutikane. Ile inakuwa sasa sababu ya watu kunyanyaswa. Mtu jiko mkimbizi anyanyaswe, mtu juu hana karte d'électeur ya kuonekana ama ilipotea muvita, inakuwa objet ya kunyanyaswa. Raia wanateswa sana, entre autres warapatrie. Wakati wanapofika kwenye zile bariere ambazo tulikwenda kuzitaja, wanaambiwa leta carte d'électeur, sina ama na presenter carte d'électeur ya kufutikana, anaanza pigwa sasa mamande 15,000 au 100,000 au 50,000. Alors que ile haiko mzuri, ni kunyanyasa wa rapatrie, ni kunyanyasa wa Kongomani. Alors tuliomba wakuu viongozi wa serikali watuambie kwamba mtu kurudia kwao ni infraction, na mtu kutokuwa na carte d'électeur yenye iko lisible et visible
poursuit ni infraction. Ici kama ni infraction, benye balitupatia nayo njo benye balikometre ile infraction, njo banapashwa kuwa poursuivi. No mutu mwenye kwa narudia kwao kisha anze kuwa taxe ma 15,000, 50,000, 100,000. Kwa hiyo wakuu viongozi wa serikali wenye kutusikia, sisi kama sauti ya wale ambao hawana sauti, kinywa cha wale ambao hawana kinywa, watu wenye kuwa mabubu wasiosema, sisi tunapaza sauti kuambia kwamba raia hususan warapatrie wenye kutoka nchini Burundi wanatatizwa sana. Kufanya fuye c'est normal, ile service de sécurité wanaruhusiwa kufanya, lakini ile sasa kuexige carte d'électeur, kumutaxe mtu mafranga sijue jua alipewa franga mureturu yake muinchi, unataka na wewe mkule yako, haiko bien, haiko bien. Ile ni kunyanyasa haki ya mtu, ile ni kunyanyasa haki ya mtu. Kwa hiyo wakuu viongozi wa serikali wenye kutusikia, mnatakiwa ili jambo kulivalia njuga na kulitafutia solution kwa haraka sana, sababu warapatrie wananyanyaswa. Non seulement warapatrie, na wengine wote ambao wanafanya matrafiki mumai hata mu RN5 wananyanyaswa sana tena sana, kisa hawana carte d'électeur zenye ziko lisible. Kufikia hapo, msikilizaji wa Kwetu News 24, mimi sina la ziada. Nikushukuru kwa kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nikuombe usubscribe channel yetu, ushare, ucomment pamoja na kulike ili uendelee kutupa nguvu na kutupongeza kwa kile ambacho tunachokifanya kila kuchako leo. Asante na uwe na siku njema. Kwaheri.